Uongozi wa kila shule uweke malengo ya ujifunzaji na tija yanayopimika, ikiwemo mahudhurio, matumizi ya muda wa kufundisha, maadili ya kusoma, kuandika na kuhesabu, maendeleo ya STEM na TEHAMA, pamoja na kupungua kwa wanafunzi wanaoacha shule. 5. Walimu waimarishe matumizi ya tathmini endelevu ili kumtambua mapema kila mwanafunzi anayebaki nyuma na kumpatia msaada mahususi. Hakuna mtoto anayepaswa kuvuka darasa bila umahiri wa msingi. 6. Wote Forum Tanzania iandae kwa kushirikiana na serikali mpango wa miaka 5 wa maendeleo ya walimu wanawake wenye viashiria vya kitaaluma, uongozi ubunifu, ustawi na tija, na kutoa taarifa ya maendeleo wa mwaka au kila mwaka. Na agizo la 7 ambalo la mwisho kwa mtiririko sio kwa muhimu, kituo kinachopendekezwa cha maendeleo na uwezeshaji wa walimu wanawake kiandaliwe kwa msingi wa mpango, biashara na matokeo, kiwe jukwaa la mafunzo, ubunifu, ushauri, utafiti na matumizi ya teknolojia, si jengo lisilo na programu endelevu. Ili kauli mbiu ya Beyond the Chalkboard iwe na maana ya kudumu, ninatoa wito wa kujenga agano la tija katika elimu kati ya serikali, walimu, viongozi wa shule, wazazi, wanafunzi, jamii na wadau. Serikali itaendelea kuweka sera, walimu, miundo mbinu, vifaa na mifumo wezeshi. Viongozi wa shule wawajibike kwa ubora wa ufundishaji na mazingira ya kazi. Walimu wawajibike kwa ujifunzaji na malezi ya mtoto. Wazazi na jamii wawajibike kwa mahudhurio, lishe, nidhamu, usalama wa muda wa kujifunza. Wanafunzi nao wajenge nidhamu ya kujifunza, kufanya kazi na kutunza maadili. Mimi naitwa Mwalimu Sheila Chunja, ni mwandaaji wa tamasha la walimu wanawake Tanzania maarufu kama Tanzania Women Teachers Gala. Tamasha ambalo linafanyika muda huu linaendelea kufanyika katika ukumbi huu wa Seif Safaya. Tamasha hili lengo lake hasa ni kuwakutanisha walimu wanawake. So hapa tupo walimu wanawake wa Tanzania, kwa maana kwamba kuna walimu kutoka Singida, kutoka Morogoro, kutoka Dar es Salaam, kutoka Iringa, na pamoja na walimu wa Dodoma mjini pamoja na wilaya zake. Kwa hiyo lengo hasa lilikuwa ni kutukutanisha sisi walimu wanawake, kukumbushana wajibu wetu katika kazi, lakini pia kutambulishana fursa ambazo mwalimu anaweza kazifanya nje ya muda wake wa kazi. Huu ni msimu wa ngapi na umekuwa na tofauti gani na misimu iliyopita? Huu ni msimu wa 6 wa Teachers Gala, na tukisema katika issue ya utofauti ya event, naiona kadri ambavyo mwaka unavyosogea na yenyewe inazidi kukua, kwa sababu kwa mwanzoni tulikuwa ni walimu hapa Dodoma mjini, lakini tukaona sasa wanaanza kuja kutoka wilaya mbalimbali mpaka sasa hivi hadi kufika mikoani. Lakini pia tunaona hata pia viongozi wetu, leo tumemwona waziri wetu wa maendeleo ya jamii amefika hapa akimwakilisha waziri mkuu. Kwa hiyo sisi kwetu hilo tunaona kwamba ni mafanikio na event imekuwa. Tunakutana na ushuhuda wa walimu mbalimbali ambao wanajihusisha na Beyond the Chalkboard, wana shughuli zao. Mmoja wapo ni mkurugenzi kutoka Lexon. Hii imekuonyesha una ukubwa kiasi gani kwenye tukio lako toka umeanza mpaka hivi sasa, mpaka unaweza kupokea wageni wazito kuja kutoa elimu? Mimi nafikiri kwa sababu tamasha hili watu linalowajumuisha ni watu wazito. Unapoongelea mwalimu ni mtu mzito. Ukisema jambo la walimu, moja kwa moja mtu anajua kwamba jambo hilo ni zito. Kwa mfano kama ambavyo ulivyoona pale Mheshimiwa Gwajima alivyosema kwamba alivyoagizwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu aje amwakilishe. Yeye kusikia kwamba aende katika tamasha la walimu wanawake akashtuka kwanza, kuna nini? Walimu wanawake wanataka kutuambia nini? Kwa hiyo ni kiasi gani inaonyesha kwamba tamasha hili ni kubwa, na ndio maana tunaweza pia kuwapata hata watu wakubwa. Leo tumefanyia Dodoma, ni mjini. Kuna walimu ambao wako mjini huko ndani hawajapata fursa kufika hapa. Tuna mikakati gani kuona kwamba tunawafikia miaka mbele? Tunasema kwamba yaani tusema kwamba hata mbuyu ulianza kama mchiche. Kwa hiyo na sisi tunaamini kwamba kupitia hatua hizi tunazopiga, basi kuna siku tutaweza kufika huko alipo. Tunafanya tu miundombinu hiyo mizuri, basi tutafanikisha. Sasa ni kwa mama wanawake kwa maana women's, hamuoni haja sasa ya kuja kuunganisha kwa jambo moja zito? Yaani tunakutana walimu hapa wa kike wa kiume na kwa jambo lenu kubwa zito.
Kwa kweli sijafikiria. Sijafikiria kwa kweli kusema ni wachanganye na wanaume, sijafikiria. Unajua lengo la kutumia mwanamke ni kila kitu. Kama wanasema kwamba ukimuelimisha mwanamke basi umeelimisha jamii nzima. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kupitia tu walimu wanawake tunaokuwa pamoja katika hili tamasha letu, najua kwamba wanachokipata hapa basi wanaenda kukitumia hata pia katika jamii yote, kwa ambako ndani ya hiyo jamii na wanaume wapo. Madam, tumeona tu ni kwa mkoa wa Dodoma, hafikirii kuandaa hii kuwajumuisha walimu labda Tanzania nzima kwa siku za mbeleni? Hata hapa wapo wa Tanzania, sio kwa Dodoma tu pekee yake. Hapana, hapa kuna walimu wa Singida, hapo walimu wa Iringa, hapo walimu wa Dar es Salaam, hapo walimu wa Morogoro, wapo. Okay, neno lako basi la mwisho basi na wito wako kwa walimu wote. Wito wangu mimi naomba tu walimu wanawake tusimame katika nafasi zetu, kwanza kama walimu, lakini pia kama mama, lakini pia kama walezi. Tusimame katika nafasi zetu tunapokuwa mashuleni, tunapokuwa mitaani, ile alama ya wewe kuwa mwalimu ikionyesha. Kama tunavyojua huwa wanasema kwamba utamtambuaje? Utamtambuaje nile? Utamtambuaje kama ameokoka? Kwa hiyo na wewe lazima ujitambulishe. Utajitambulishaje wewe kama mwalimu? Kwa hiyo utajitambulisha kwanza kabisa kwa kujiheshimu, kwa jinsi ambavyo unavyopangilia mambo yako, vile ambavyo kila kitu chako kinavonyooka, lakini vile ambavyo unaweka thamani katika jamii yako.